Watoto safi? Wazazi wetu mpo? Sherehe hii ya watoto ni muhimu sana. Imeeleza kutukumbusha ni namna gani watoto wetu tunaweza kukaa nao na kuwahudumia kwa kuwalea vizuri ili waweze kukua katika maadili, ili wawe na afya njema, na pia vile vile tunawategemea kuwa viongozi wa kesho. Kwa hiyo msingi wa malezi yanaanzia nyumbani kwako, yanaanzia pia katika stage, yani hatua zinazokuwa mtoto mpaka anapofikia katika umri mkubwa. Mtoto ni yule anayeanzia na umri wa chini kabisa mpaka miaka 18, chini ya miaka 18. Kwa kuwa hawajitambui na hawawezi kujiendesha wao wenyewe. Naweka siku hii maalum ya kutengwa kwa ajili ya kuadhimisha siku hii ya watoto, ni kuleta kumbukumbu nzuri ya watoto wetu wa kule Afrika ya Kusini ambao walipata adha kubwa katika mwaka 1976, ambao walipita katika wakati mgumu wakiwa wanatetea haki zao za shule, haki zao za malezi na ubaguzi wa aina mbalimbali ambao walikuwa wanafanyiwa na kipindi hicho ambao ilikuwa ni serikali ile ya kikoloni. Kwa hiyo niwapongeze sana watu wa Mwembe Songwe kwa kuonyesha mfano, kwenda sambamba na dunia jinsi inavyokwenda, kuhakikisha kwamba malezi ya watoto yanazingatiwa na yanapewa kipaumbele kwa haraka na kwa umuhimu mkubwa. Kwa hiyo Mwembe Songwe umethubutu kati ya kata ngapi katika mkoa wetu wa Morogoro? Tunazo kata 214, lakini walioweza kuthubutu ni kata moja ambayo imeweza kuadhimisha siku kama hii ya leo. Kwa hiyo sio kitu kidogo, ni kitu ambacho ni kikubwa. Niwapongeze sana viongozi wote na taasisi zote ambazo zimeshiriki kuhakikisha kabisa kwamba elimu hii muhimu ya malezi inatolewa kwa watoto. Lengo kubwa, azma kubwa ya siku hii ni kuhakikisha kwamba mtoto analindwa vizuri katika haki zake za msingi, na katika ustawi wake wa ujumla uzingatiwe ili aweze kufikia malengo yake pale atakapokuwa. Familia ina maana mzazi na watoto wanapokuwa pamoja inakuwa ni imara, ambayo ni familia ambayo ni bora. Sisi kama wazazi tunatakiwa tutengeneze familia iliyo bora. Tuwe na mshikamano, nyinyi wenyewe wazazi, baba na mama, na pia na familia nzima mnakuwa kitu kimoja. Mzazi mmoja anapokuwa katika hali ya ulevi kupindukia, anasahau majukumu yake ya msingi ya mtoto. Moja kwa moja hawezi kuzingatia kwamba mtoto ameenda shule, alikuwa na madaftari au alikuwa na changamoto gani, hata kufuatilia maendeleo ya shule yake. Wazazi tuhakikishe kwamba tunakuwa pamoja. Tuache masuala ya ulevi kupindukia. Hebu tuwajibike katika kuwalea watoto wetu katika misingi iliyo bora. Usiendekeze pia hata kuwaacha upande mmoja kulelea watoto. Mama ana majukumu mengi, tunajua mama ana majukumu mengi, lakini mama ndio mtu muhimu, lakini pia anahitaji sapoti yetu. Sisi wa baba tunahitaji kuchukua nafasi zetu kama wa baba. Tusiache kuachia akina mama peke yao kwa ajili kulea watoto. Katika utoaji pia wa huduma. Utoaji wa huduma sio lazima hata kwenye taasisi, na pia hata wewe mzazi. Mimi kama baba ninatakiwa nichukue majukumu yangu kama baba, na mama naye anatakiwa achukue majukumu yake kama mama. Sasa wote tukichukua majukumu yetu vizuri, tutatoa huduma iliyo bora kwa mtoto wetu. Ulinzi na usalama ndani ya mitaa yetu tunashukuru inaendelea vizuri. Tunashukuru sana mapolisi wanapambana kwa nafasi zao. Wanajitahidi kupambana na wahalifu, lakini vile vile wanajitahidi kufuata yale maelekezo ambayo tunawapa sisi kama viongozi wa ndani ya kata pamoja na mitaa. Mapungufu yaliokuwepo, mheshimiwa, tunaomba, si kwa maana kwamba ifahamiki nafahamika, lakini labda kuteleza au kujisahau. Pindi polisi wanapokuja ndani ya mitaa, tunaomba ushirikiano uwepo. Kwa nini tunasema hivyo? Polisi anaweza akatoka akaja ndani ya mtaa kukamata mhalifu au mtu yoyote aliyefanya tukio kinyume na utaratibu
aliyo ndani ya mtaa kata Mwembe Songo tunakosa ushirikiano. Yaani ile taarifa ya moja kwa moja inakosekana. Kwa hiyo pia tunaomba utuwakilishie ushirikishwaji pindi wanapokuja, basi wao pamoja na sisi tushirikiane kwa ajili ya kutekeleza hilo. Kwa niaba ya ofisi ya mtendaji wa kata ya Mwembe Songo kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo, Floyd Psychology and Counseling Solution pamoja na Child Youth Transformation and Development CYTD, tunayo heshima kubwa kukukaribisha na kukushukuru kwa dhati kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya ya Siku ya Mtoto wa Afrika 2026. Uwepo wako katika tukio hili ni zaidi ya kutimiza mwaliko, ni ishara ya dhamira yako binafsi na ya Jeshi la Polisi Tanzania katika kulinda ustawi wa mtoto, kuimarisha usalama wa jamii, kupambana na ukatili dhidi ya watoto na kujenga kizazi chenye maadili, usalama na uwezo wa kuchangia maendeleo ya taifa. Tunapenda pia kutoa shukrani za dhati kwa waandaaji wa maadhimisho haya ambayo ni Child Youth Transformation and Development CYTD, Floyd Psychology and Counseling Solution, Filimbi Organization, uongozi wa kata ya Mwembe Songo chini ya afisa mtendaji wa kata pamoja na wadau wote walioshiriki kwa hali na mali kuhakikisha maadhimisho haya yanafanikiwa. Maadhimishwa kila mwaka tarehe 16 Juni kwa kumbukumbu ya watoto wa Soweto nchini Afrika Kusini waliopigania haki yao ya kupata elimu bora kwa mwaka 1976. Maadhimisho haya yameendelea kuwa jukwaa muhimu la kutafakari hali ya mtoto wa Afrika na kuchukua hatua za kuhakikisha haki zao zinalindwa na kuendelezwa. Mwaka huu Umoja wa Afrika umechagua kauli mbiu isemayo kuhakikisha upatikanaji wa maji safi, usafi wa mazingira na usafi binafsi kwa kila mtoto ili kufikia ajenda 2063. Kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa ustawi wa mtoto hauwezi kutenganishwa na afya, elimu, usalama, malezi bora, mazingira salama na huduma muhimu za kijamii. Ndugu mgeni rasmi, kama wadau wakuu wa ustawi wa mtoto, tunaamini kuwa mtoto wa leo ndiye jamii ya leo. Mtoto sio kiongozi wa kesho pekee. Mtoto anaishi leo, anajifunza leo, anashuhudia leo na anaathiriwa na mazingira ya leo. Kila mtoto hujifunza kwa nadharia na vitendo, hujifunza kutokana na yale anayoyaona nyumbani, shuleni, katika nyumba za ibada, mitaani, kwenye vyombo vya habari na katika jamii inayozunguka. Pale mtoto anapokulia katika mazingira yenye upendo, maadili, ulinzi na fursa za kujifunza, huwa na uwezekano mkubwa wa kuwa raia mwema, mwenye afya njema ya akili na mwenye mchango chanya katika maendeleo ya jamii. Pale mtoto anapokumbana na ukatili, unyanyasaji, kupuuzwa, matumizi mabaya ya dawa za kulevya, mmomonyoko wa maadili na ukosefu wa malezi bora, madhara hayo hujengeka ndani yake na mara nyingi huendelea kuathiri hata kizazi kitakachofuata. Naamini kuwa uwekezaji katika malezi na makuzi ya mtoto si swala la kijamii pekee. Ni uwekezaji katika usalama wa taifa, amani ya jamii na maendeleo endelevu. Tunatambua kwa dhati juhudi kubwa zinazofanywa na serikali kupitia Jeshi la Polisi, madawati ya jinsia na watoto, maafisa ustawi wa jamii, mtakuwa, shule, viongozi wa dini na taasisi mbalimbali katika kulinda haki za mtoto. Hata hivyo, kutokana na kasi ya mabadiliko ya kijamii na kuongezeka kwa changamoto za malezi, afya ya akili, ukatili dhidi ya mtoto, matumizi ya mitandao na mmomonyoko wa maadili, bado kuna uhitaji mkubwa wa kuongeza uwekezaji katika elimu ya jamii na uwezeshaji wa wazazi, walezi, walimu na viongozi wa jamii. Kupitia mradi wa kupinga ndoa za utotoni unaotekelezwa na CYTD katika kata ya Mwembe Songo, tumeshuhudia mafanikio makubwa ya kamati ya kupinga ndoa za utotoni iliyoanzishwa kuwawezesha kupitia jamii. Wanakamati hao wamekuwa wakifanya uhamasishaji na kutoa elimu katika shule, masoko, maeneo ya bodaboda na mikusanyiko ya kijamii. Uzoefu huu umetufundisha kuwa
jamii ikipewa elimu sahihi na kuwezeshwa ipasavyo, inaweza kuwa mstari wa mbele katika kulinda watoto na kuzuia vitendo vya ukatili. Kutokana na uzoefu huo, tunaona kuna umuhimu mkubwa wa kuendelea kuviwezesha vyombo vyote vinavyoshughulikia malezi, makuzi, ulinzi na ustawi wa mtoto ili viweze kutekeleza wajibu wake kwa ufanisi zaidi. Tunaomba ushirikiano kati ya ofisi yako na hawa wadau waliotuandalia hafla hii pamoja na ofisi ya mtendaji wa kata ili kuimarisha elimu ya malezi na makuzi bora ya mtoto, elimu ya afya ya akili kwa mtoto, vijana na wazazi. Kampeni ya kupinga ukatili dhidi ya mtoto, elimu ya usalama wa mtoto nyumbani, shuleni na kwenye mitandao, uwezeshaji wa vijana katika uongozi na maendeleo ya jamii, programu ya kuimarisha maadili na ustawi wa familia, mafunzo kwa walimu, viongozi wa dini, wazazi na viongozi wa jamii. Tunapenda kuthibitisha kuwa Flori PCS pamoja na CYTD wapo tayari kushirikiana na ofisi yako wakati wowote kutakapokuwa na uhitaji wa elimu, utaalamu, ushauri, uhamasishaji au utekelezaji wa programu zinazohusu ustawi wa mtoto, vijana na jamii kwa ujumla. Hii itasaidia kupunguza matukio ya uvunjifu wa sheria unaotokana na changamoto ya makuzi, malezi na afya ya akili. Pamoja na mafanikio haya yote hapo juu, bado tunapata changamoto wakati wa uwezeshaji wa jamii hii ya Mwembe Songo, hasa kipindi cha uwezeshaji. Hivyo kupitia hafla hii tuna ombi la viti 200 na meza 10 ambazo zitatumika kwenye uwezeshaji wa jamii katika programu mbalimbali zinazofanyika katani hapa. Tunaamini kuwa msaada huu utakuwa utekelezaji wa moja kwa moja katika maendeleo ya jamii na ustawi wa mtoto wa mkoa wa Morogoro. Tunamalizia kwa kusisitiza kuwa mtoto anayelindwa leo hujenga jamii salama kesho. Mtoto anayelelewa vizuri leo hupunguza changamoto za kijamii kesho. Mtoto anayewekezewa leo hujenga taifa lenye amani, maadili, uzalendo na maendeleo ya kesho. Kwa pamoja tunaweza kujenga Morogoro yenye mtoto salama, vijana wenye matumaini na jamii yenye ustawi endelevu. Malezi ni mchakato endelevu wa kumpa mtoto ulinzi, kuhakikisha mtoto anastawi, kuhakikisha mtoto huyu analelewa katika mahitaji yake yote ya msingi, na ulinzi wa kwanza wa mtoto unaanzia kwa mzazi. Kama mzazi ukiwajibika vizuri kumpa mtoto ulinzi, tunaamini mtoto huyu atakuwa salama katika makuzi yake, atapata mahitaji yake ya msingi. Tunaamini mtoto atalelewa katika misingi ya kimaadili. Ulinzi wa mtoto utadumishwa kuhakikisha mtoto huyu hatotendewa vitendo vyovyote vya ukatili. Mtoto atakuwa salama na atakuwa katika kupata mahitaji yake ya msingi. Atapata elimu, atapata huduma zile zote za msingi, malazi, chakula, kama tunavyoona namna wazazi tunavyotakiwa kuwajibika. Sisi kama maafisa ustawi tunahitaji sana jamii ielewe umuhimu wa kumlea mtoto katika wazazi wote wawili, kwa sababu tunaamini mtoto atakapolelewa katika wazazi wote wawili, mtoto huyu atakuwa salama, kwa sababu wao ndio waliowajibika kumleta mtoto huyu. Kwa hiyo tunaamini mtoto atakuwa amepata malezi yaliyokuwa bora na yenye ulinzi thabiti. Vile vile tunaona umuhimu wa malezi ya wazazi. Pia kingine tunaona itasaidia, sasa tunakwenda kuona umuhimu sasa, itasaidia kupunguza ukatili kwa watoto. Na
tumeona sisi kama wanataaluma ya ustawi wa jamii, tunaposikiliza kesi nyingi za utengano wa wazazi au ukatili mtoto anaofanyiwa mtoto, tunaona kabisa utengano wa wazazi, asilimia karibia 80 ya watoto wanaofanyiwa vitendo vya ukatili ni utengano wa wazazi. Kwa sababu mzazi anapoenda sehemu nyingine, mtoto ule anakutana na changamoto ya malezi mengine tena. Eza inapelekea mtoto mwingine kupelekea kubakwa, kufanyiwa vitendo vya ukatili, kwa sababu ule anakuwa sio mama husika au sio baba husika. Kwa hiyo sisi kama jamii tulio kuwepo maeneo haya, hata watu wa taasisi, wenye viti wa mitaa, wajumbe wa serikali ya mtaa, tunaomba sana kule kwenye vikao vyetu vya serikali ya mtaa kuhakikisha tuna discourage, yani tunaipinga hii hali ya utengano wa wazazi, kwa sababu tunaona inapelekea ukatili kwa watoto. Watoto, ukatili wa kijinsia ni vile vitendo vyote vibaya anavyofanyiwa mtu pasipokuwa na ridhaa yake. Vitendo hivyo ni pamoja na vipigo vilivyopitiliza. Si mnapigwa nyie? Kupitiliza? Kawaida Sasa ukipigwa ukipitiliza, ukachomwa moto, ukapigwa ukatolewa nyama, au ukapigwa ukatolewa damu, hicho ni kipigo kilichopitiliza. Lakini kitendo kingine cha ukatili ni kitendo cha kubakwa au kulawitiwa. Hivyo ni vitendo vibaya pia, si ndio Vitendo vya kubaka ni vile vitendo vya watoto wa kike kuingiliwa sehemu zao za kike za mbele. Watoto wa kike wadogo mpo? Nyinyi watoto wa kike, usikubali mtu yoyote akuguse sehemu zako za uke. Sawa? Sehemu ya mbele. Usikubali mtu yoyote afanyeje? Akuguse. Lakini vitendo vya kulawiti ni vile vitendo vya watoto wetu kuingiliwa kinyume na maumbile yao. Watoto wa kiume mpo? Watoto wa kiume msikubali kuingiziwa kitu chochote sehemu yako ya haja kubwa. Si ndio Ukiingiziwa unatakiwa useme. Yaani usiruhusu mtu yoyote akuguse. Lakini changamoto nyingine au vitendo vingine vibaya ni vile vitendo ambavyo watoto wanafanyiwa kuathiriwa saikolojia yao, ikiwa ni pamoja na matusi na maneno mabaya ya kuwaumiza watoto wetu wa nafsi zao, lakini kuwafanya watoto wanakuwa kwenye msongo wa mawazo muda wote. Hivyo vyote ni vitendo vibaya. Sawa watoto? Msikubali kutukanwa. Ukitukanwa unaenda kusema. Sawa? Ukiambiwa maneno mabaya, kama unaambiwa muone wewe uko kama mbwa, wewe ni mbwa? Au wewe ni ng'ombe? Hivyo vitendo wazazi, ni waombe msio mnawafanyia watoto vitendo hivyo. Sawa? Watoto wetu wanapaswa kutoa taarifa wanapokutana na vitendo hivyo vya uhalifu. Taarifa hizo wanatakiwa wazitoe vituo vya polisi. Na kama sio kituo cha polisi, watoto wanakaa na walimu muda mwingi shuleni. Walimu watengeneze mazingira mazuri. Najua kuna mwalimu yuko hapa mwakilishi. Walimu watengenezee mazingira mazuri na rafiki kwa watoto ili waweze kufikisha changamoto zao wanazokutana nao. Aidha ni kwenye jamii au ni nyumbani. Mimi ninajisikia shukrani kuona jambo kama hili limefanyika na kufanikiwa ndani ya kata ya Mwemesongo. Japo ninaposema shukrani hizi lazima nikubali kwanza kabisa kuwataja kamati ya maandalizi ambayo wamebeba jukumu hili mabegani mwao. Naomba kamati ya kupinga ndoa za utotoni kata ya Mwemesongo tusimame, tupunge mikono. Waona na mwenyekiti wao ndio wamefanikisha jambo hili mnavyoliona mahali hapa. Sisi hatukufanya kitu ila wao. Lakini zaidi ninashukuru sana ofisi ya mtendaji kata ya Mwemesongo na stafu wote ndani ya kata hii kwa kuwa pamoja na sisi bega kwa bega na kufanikisha hivi. Kwa kusema hivyo, MC naomba niseme ninashukuru sana. Watoto